rudini mkagairi na kuyaacha makosa yenu yote, basi hivyo uovu wenu hautakuwa uharibifu wenu. Rudini kanisa, rudini maaskofu, rudini mitume na manabii, rudini mkagaili uovu wenu. Rudini katika upendo wa kwanza, rudini, maana msiporejea mtangamia katika uovu wenu. Rudini katika wito wenu, rudini katika nafasi zenu. Waimbaji, rudini. Kanisa, rudini katika upendo wa kwanza. Rudini, rejeni. Ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Haujui siku wala saa mwanadamu. Rudini, rejea. Rejea magotini pa Mungu. Rejea katika wokovu wa matendo ya mitume. Rejea katika njia alizopita Bwana Yesu Kristo. Tumejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii, na Yesu Kristo ni jiwe kula pembeni. Rejea mwanadamu. Unaweza kazani kawaida, unaweza kazani ni mtumishi tu, ameota anazungumza ya kwake, lakini neno la Bwana linazungumza. Rudini kabla uangamivu na saa ya uharibifu haijafika, kabla mpinga Kristo hajasimamishwa, kabla kanisa halijanyakuliwa. Rudini, rejea mwanadamu. Mungu anakupenda, si kwamba amekawia kurejea, anakuvumilia upate kutubu. Anakupenda. Mungu analia katika kiti cha enzi amtazamapo mwanadamu aliyegeuka na kuziacha sheria zake. Rejea mwanadamu, rejea katika neema iliyoachiliwa. Kazi ya neema ni kufunua uovu na uharibifu, lakini leo hii neema imechukuliwa kama kitu cha kufunika na kuficha ubaya. Hekima ya kibinadamu katika Injili, rejea katika Injili ya kweli, Injili ya gharama. Njia hii ni ya gharama, sio rahisi, sio ya kuota kitambi kama ulicho nacho ewe askofu, sio mahali pa kujipatia mshahara. Rejea. Watumishi tumeitwa kutumikia, sio kutumikiwa. Mwana wa Adam alikuja kutumika, sio kutumikiwa, na ni mfano. Heshima inapatikana kwa kumtumikia Mungu, sio kutumikiwa na wanadamu. Mbona hekima ya wanadamu imewatawala? Hekima ya ulimwengu imewatawala. Enyi watumishi wa Mungu, kanisa la Mungu, ukisasa umewatawala. Rejea. Mwisho wako ndiyo hatima yako. Kuna maisha baada ya haya. Kuna maisha baada ya haya yanayoonekana, na hayo ndiyo maisha ya umilele ya thamani. Utakuwa wapi mwanadamu? Rejea. Rudini mkagaili na kuyaacha makosa yenu yote, basi hivyo uovu wenu hautakuwa uharibifu wenu. Utendapo uovu au wema, wajitendea nafsi yako. Unapotenda wema, waiokoa nafsi yako. Hawezi ukatenda wema kwa mbadala wa mwingine, bali unapoishi maisha fulani, fahamu unaishi kwa faida au hasara ya nafsi yako. Unapotenda uovu, jua unaiharibu nafsi yako. Unapotenda wema, jua unaitendea nafsi yako na unaiweka nafsi yako kuwa sehemu salama. Rejea mwanadamu. Mwanadamu, rejea. Mwanadamu, geuka. Geuka mwanadamu. Mbona umebadilika? Umepandwa kuwa mzabibu mwema, hata sasa hivi umekuwa mzabibu mwitu. Umepatwa na nini mwanadamu? Mbona Bwana alikuumba mwema, lakini hata sasa hivi unamfedhea hata Mungu aliyekuumba? Mwanadamu, unamkataa Mungu. Mwanadamu, unaamini sayansi kuliko Mungu. Rejea. Rejea mwanadamu. Mwanadamu, rejea. Neema ni sasa na saa ya wokovu ni sasa. Mwanadamu, rejea. Rejea mwanadamu. Bwana akuita, yuma langoni, anakuvumilia upate kutubu. Anakuvumilia uache dhambi, uishi maisha ya utakatifu ya mwili na roho. Acha kufuatisha dunia. Rejea katika uhalisia wa mwili wako, uhalisia wa namna unavyotakiwa kuonekana kwa Bwana. Acha ukisasa. 31 anasema, tupilieni mbali nanyi makosa yenu yote mlioyakosa, jifanyieni moyo mpya na roho mpya. Mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Maana mimi sikufurahi kufa kwake afae, asema Bwana Mungu. Basi gailini mkaishi.
Gairini mkaishi, kanisa gairini mkaishi. Mbona mwataka kufa? Ni bara ambalo nimelishuhudia, balaa linalosikitisha la mtu kumaliza vibaya. Mungu anasema, mbona mwataka kufa taifa? Mbona rais, mbunge, diwani unataka kufa? Rejea katika haki na wema na utakatifu. Muamini Yesu Kristo. Haleluya.